Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, nimeamrishwa hapa na ustazi wangu hapa, ingawa yeye amesema mimi ndo ustazi wake, lakini nakumbuka sisi katika tukiwa wadogo katika kusoma kwetu, kwa wakati fulani na mazingira fulani, tuliwahi kuzipata nasaha na miongozo pia kupitia kwake. Ameniamrisha nizungumze na nyinyi katika muda huu, na mimi nimetii jambo hili, na insha Allah taala nitatumia kiasi kama cha dakika 10, zikizidi sana robo saa, lakini nikumbushe kwamba tusisahau kwamba mna jambo muhimu hapa, au tuna jambo muhimu linalofungamana na mchango kwa ajili ya muendelezo wa nyumba hii ya Allah tabaraka taala. Kwa hiyo tusilisahau hili, yani tusije tukawa tumetoka katika maudhui mama ambayo tunakuaga nayo katika kila baada ya sala. Nilikuwa nafikiria kwa kuwa ni ghafla, nizungumze kipi? Nizungumze yanayofungamana na mwezi wa Rajab, au nizungumze yanayofungamana na kipindi hiki cha joto? Katika kufikiria, mimi nimeona nizungumze yale yanayofungamana na kipindi hiki cha joto, alafu insha Allah taala siahidi, ila siku yoyote kama nitapita tena kati ya Jumatatu au Jumatano, katika moja ya siku hizo mbili, kama nitapita tena hapa, naweza nikazungumza yale yanayofungamana na mwezi mtukufu wa Rajab ina yale yaliyomo ndani yake, bila kupotezea muda. Sote tunafahamu watu wa kipindi cha joto, na hizi nyakati Allah tabaraka taala ameziumba kwa hikma maalum kabisa. Tukifikiria katika Qur'an, Allah tabaraka taala anataja nyakati huwa anasema ni mazingatio makubwa kabisa kwa watu wenye akili. Inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahar, Allah tabaraka taala anasema hakika katika kutofautiana usiku na mchana, katika umbile la ardhi na mbingu, mpaka mwisho Allah akasema la ayati liqaumin yaqilun. Kuna maelezo mengi yamepita hapa katikati, tutaka kusema yote, muda wa dakika 10 hazitosha. Sasa kipindi hiki cha joto, Mtume sallallahu alaihi wasallam ana maneno ameeleza katika hadithi ya Abu Hurairah ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha ishtadda al-harru fa'abridu bis-salam fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam. Litakapokuwa joto limezidi, lipozeni joto kwa kuichelewesha swala ya dhuhuri. Badala ya kuiswali ya dhuhuri mwanzoni mwa wakati, mkaichelewesha kidogo ili joto lipungue, watu wapate wepesi wa kuelekea kuswali msikitini. Lakini kama kanuni za kisheria zinavyoeleza kwamba al-hukmu tadullu ma'al illa, hukumu za kisheria huwa zinazunguka kutokana na sababu. Sasa kwa leo hii walillahi alhamdu, misikiti yetu kutokana na maendeleo, kuna vifaa hivi vya kuwafanya watu waondokane na kero ya joto. Kuna almirahati, fenizi, almukayyaf, zile air condition katika baadhi ya misikiti mingine. Kwa ile sababu ya kuichelewesha swala ya dhuhuri kwa mazingira tulikuwa tunayo imeondoka. Huko mimi sikutaki, mimi napataka sehemu hii. Mtume sallallahu akasema hivi, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Hapa ndo ninapokusudia mimi kwamba hakika ya huu ukali wa joto ni sehemu ya mvuke wa moto wa jahannam. Na nukta hii inahitajika umakini sana, kwa sababu hili ni jambo la kiitikadi. Anaweza akaja mtu wa science akakwambia sasa hivi kutokana na mzunguko wa jua ulivyo, sasa hivi jua liko usawa, liko karibu zaidi na dunia, ndio maana tunaliona joto kali. Hata ikiwa nadharia hiyo ni sahihi,
lakini haiwezi ikapingana na maneno ya huyu mtukufu wa daraja Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa uchache tunasema hivi, huu ni mvuke unaotokana na Jahannam ukaafikiana na sayari ya jua au jua kuwa karibu na usawa wa dunia. Yani haya ndio maneno mafupi, lakini usiseme hapana sio mvuke wa Jahannam, utakuwa umeshayapinga maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa swali la kujiuliza, kama huu ni mvuke wa Jahannam, Jahannam yenyewe ikoje? Na je, kwa mujibu wa maisha tunayoishi nayo sisi, tuko karibu na Jahannam au tuko mbali na Jahannam? Na hili ni kila mtu ajipime mwenyewe, sio swala la kila mtu kumnyoshia kidole mwenzie. Jipime mwenyewe tu. Yani fajalia kwa mfano sasa hivi hapa, baada ya kumalizika swala hii, sisi sote tulikopa humu tushakuwa maiti, tumekufa. Kwa vile tulivyovitanguliza, tuna radhi za Allah tabaraka taala, au kuna mengi tumeyachafua na hatujapata fursa ya kutubia? Katika hali ya mvuke wa Jahannam, kwamba ni sehemu ya kujifunza kwamba kama huu ni mvuke wa Jahannam, bila shaka Jahannam yenyewe ni kali. Kama ni kali, tusifanye mambo ambayo kwa kisingizio cha joto wakati huu ni mvuke. Mfano, wako baadhi ya watu kipindi kama hiki unaweza kumkuta mtu amekaa tumbo wazi. Bwana vipi? Joto bwana. Suala la mtu kukaa tumbo wazi kisheria inahesabika vipi? Amekaa uchi. Sasa vipi wewe unauogopa mvuke alafu unashindwa kuogopa Jahannam yenyewe? Kwa sababu ukikaa uchi manake unahesabika huko kwenye makosa. Makosa yanapelekea kupata dhambi, dhambi inapelekea kwenda kuadhibiwa motoni. Kama vile ambavyo kipindi hiki pia ndio inaonekana subira ya wale wakina mama wa Kiislamu na yale majilbabi yao meusi. Nafikiri yanafahamika. Nguo nyeusi ukiivaa na kipindi cha joto, lakini ndio kipindi cha kufanya subira. Sasa atakayeshindwa kufanya subira kipindi hiki, Allah anatuzungumzisha sisi katika Qur'ani kama alivyosema katika surati Tauba. Wanafiki waliwaambia wanafiki wenzao kwamba msiende katika vita vilivyokuwa gazwa Tabuk, katika vita vya Tabuk ulikuwa katika msimu wa joto. Waqalu la tanfiru fil harri, wakasema kuambizana, jamani msitoke kwenda katika jihadi katika kipindi hiki cha joto. Allah kajibu akasema, qul, sema Muhammad uambie, naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun, moto wa Jahannam ndio una joto kali zaidi lau kama wangekuwa wanafahamu. Kwa hiyo ni suala la kila mmoja kupitia kipindi hiki cha joto kujifunza kuhakikisha tunajiweka mbali na makatazo ya Allah ili kutokuenda kuingia Jahannam yenyewe, kwa sababu hii hali ambayo hatuiwezi ni mvuke tu katika Jahannam. Lakini pia katika kipindi hiki cha joto ni vizuri kwa wale watu wenye fursa wakafanya majambo ambayo ni muhimu kufanyika katika kipindi hiki. Mfano wa hayo kwamba mtu kama fursa anayo, hiki ndo kipindi kinapendeza zaidi kutoa sadaka ya kuonyesha watu maji. Yani mtu kama siku Allah amemjalia katika mambo yake, mambo yameenda vizuri, akanunua maji yake angalau katoni moja yale ya robo lita, akaja kuyakabidhi kwa imamu. Imamu, nataka hapa baada ya swala watangazie watu kuna sadaka ya maji hapa. Wakanywa maji. Swala hili unaweza ukaona dogo sana kwa sababu labda wewe unamiliki 10,000, 20,000, lakini kuna wakati mwingine mtu kaja kuswali hapa dhuhuri ana kiu, lakini hana hata senti 5 ya kununua maji. Katika hadithi ya Saad ibn Ubada ambayo ameipokea Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, Saad ibn Ubada anasema hivi, ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama mimi nilimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, kisha nikasema hivi, inna ummi kadimatat, mama yangu mimi amekufa, amefariki, afatasaddaqu anha, je nimtolee sadaka mama yangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Saad bin Ubada kwamba naam, ndio mtolee sadaka. Saad bin Ubada akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu sadaqati afdalu, sadaka gani ambayo iliyokuwa bora zaidi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia, afdalu sadaqa saqiyul ma'i, sadaka iliyokuwa bora ni kuwanyesheza watu maji. Na hili ni kutegemana na uwezo wa mtu. Ukiweza unafanya lile kubwa zaidi, unachimba kisima. Zamani wakati sisi tunakuwa katika miji hii,
ni katika mambo ambayo tunasikitika kuyaona hayapatikani, kwamba ilikuwa kuna baadhi ya watu katika mabaraza yao, barazani mwao utakuta kuna ndoo za maji zimewekwa. Hata katika kipindi kama hiki mtu anapita, amesikia joto, amesikia kiu, anakwenda pale, anasalimia watu, anakunywa maji, anaondoka. Jamani, suala la kutoa sadaka ya maji ni jambo kubwa mno. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuelezea mwanamke mmoja katika watu katika zama za Bani Israeli kwamba yule mwanamke alimuona mbwa akiwa anahangaika kwa sababu ya kiu. Yule mwanamke akavua kiatu chake akachota maji kumnyesha mbwa. Allah ikawa sababu ya kumsamehe mwanamke yule na kumuingiza peponi. Hadithi katika Sahih Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa maelezo haya. Wanawachuoni wanasema hivi, ikiwa haya ndiyo malipo ya mtu kumnyesheza mbwa maji, vipi kumnyesheza Muislamu ambaye ni mtu wa tauhidi? Sasa ni vitu vya kuvizingatia. Kwa ni jambo muhimu katika kipindi kama hiki kutoa sadaka ya kuonyesheza watu maji. Lakini pia wale wenye uwezo kutembelea baadhi ya misikiti ambayo haina feni, haina air condition, wakawafanyia Waislamu huduma hii ili watu wamwabudu Allah katika mazingira wepesi. Vipi wewe nyumbani kwako umeweza kuyafanya haya, ulale kwa raha na mustarehe, unashindwa kuyafanya haya katika nyumba ya Allah, waja wa Allah umwabudu Allah kwa utulivu? Kwa hiyo hii ni kuzinduana kwamba wale wenye uwezo ni fursa hii kuyafanya mambo haya katika nyumba za ibada, kwenda kufunga air condition kama wana uwezo huo, kufunga feni kama uwezo huo wanao na mfano wa hayo. Lakini pia kama inavyofahamika katika kipindi hiki cha joto tunatoa josho sana. Tunatoa jasho sana. Kwa hali hii inaweza mtu akawa yuko katika mazingira ambayo akatoka na jasho likakaukia katika nguo yake. Baada ya hapo kitakachojitokeza mbele ni mtu sasa kutoka na harufu isiyokuwa nzuri. Kwa hiyo kipindi hiki ni vizuri watu pia wakaongeza suala la usafi. Si vyema mtu kipindi hiki akavaa nguo siku 3 siku 4, yani nguo inaloa jasho inakaukia. Hapana, ili jambo halifai, kwa sababu utaleta harufu mbaya hasa katika mikusanyiko kama hii, jambo ambalo linawaudhi wenye kuswali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo imepokea Imam Muslim anasema, man akala sawman au baslan, atakayekula kitunguu maji au kitunguu saumu, fala yakrabanna musallana, asikaribie katika msikiti wetu, fa innal malaika tataadha mimma yataadha bihi banu adam, kwa hakika malaika wanaudhika na kukereka na yale ambayo wanayokereka nayo wanadamu. Sasa ikiwa hiki ni chakula tu, mtu amekula kitunguu saumu akihisi kwamba kinatoa tayari ashaanza kutoa harufu mbaya, ajizuilie kutokuja kwenye jamaa ili asiwaudhi wenye kuswali jamaa. Vipi mtu ambaye yeye akuzingatia swala la usafi? Kwa hiyo ni vizuri kipindi hiki tukajiongeza katika swala la usafi, na ukizingatia dini yetu ya Kiislamu ndiyo dini inazozishinda dini nyinginezo katika suala la usafi. Ndio maana utakuta tukienda kujisaidia sisi tunatakiwa tujistanji kwa mawe kisha kwa kutumia maji na mfano wa hayo. Bali tafsiri sahihi ya kuonyesha Uislamu ni dini ya usafi ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotaja Imamu Abu Daudi kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ilbathu min thiyabikum albayda, pendeleeni katika kuvaa nguo zenu mvae nguo nyeupe, fa innaha min khairi thiyabikum, kwa sababu hizo nguo nyeupe ndo katika bora ya nguo zenu, wakafinu fiha mautakum, na nguo hizo muwavike sana ndugu zenu watakapokufa. Sasa kama Uislamu unaelekeza kwamba nguo iliyokuwa bora ni nguo nyeupe, hii haina maana nguo nyingine haramu kuvaa, ila iliyokuwa bora zaidi ni nguo nyeupe. Hii inaonyesha inahitajika usafi. Utakuwaje wewe unalazimiana na nguo nyeupe afu usafi uwezi? Kwa hiyo si sawa sawa. Mwisho niseme tu kwamba kwa kuwa tuko katika kipindi cha joto, ni vile ni vizuri kuwasikiliza wataalamu wa afya kwa miongozo ile wanayoitoa. Miongoni mwa hayo ni watu kukithirisha kunywa maji kwa wingi, kwa sababu kipindi hiki kutokana na jasho tunaloitoa mwili unapoteza maji kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ukipatwa na homa hata ndogo inaweza ikawa kubwa, au inawezekana mtu amezembea katika kunywa maji, alafu amekuja hapa msikitini mara kapatwa na kizunguzungu kadondoka kazimia. Saa nyingine na yeye alikuwa katika wao katika kinyang'anyiro cha kugombania mwenyekiti, wakasema unaona washampiga jini tayari, washampiga jini, kumbe hamna, ni maradhi tu. Kwa hiyo kipindi hiki wataalamu wa afya wanasisitiza sana suala la kutumia maji, ya kunywa maji mara kwa mara, sambamba na kula matunda ambayo yana zaidi ya 90% kuwa ni maji,
yakiwemo matikiti na matango, sambamba na matumizi mazuri ya juisi ya ukwaju ambayo ina wingi wa vitamini C ambayo ni kinga kwa mujibu wa vinyemelezi vya maradhi mbalimbali katika mwili. Kwa hiyo kujitahidi sana kutumia miongozo hii pia ya madaktari katika kipindi kama hiki. Nafikiri baada ya haya mimi niseme na kuwasisitiza, mchango wetu hauridhishi. Kwa hiyo tuyafanyie kazi haya tuloyafanya kwa kuweza kuunyanyua huu mchango wetu, kwa sababu macho yangu yanaonyesha hata shilingi 5000 haijafika, na hisi mlikuwa bize kunisikiliza haya. Kwa kuwa yameisha, basi tuangalie mchango wetu. Jazakumullahu khair.